أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي قال في قوله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار المكين صدق الله العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ونحن مجتمعون أما بعد أيها الإخوة. Ndugu wapenzi watazamaji wa television yetu African TV, tumeona katika mfululizo wa darasa zetu kwamba Qur'ani ni muujiza wa muujiza na ndiyo muujiza wa milele na milele. Muujiza huu unakuwa ni muujiza wa wakati wote na muda wote na zama zote, mbele ya watu wote na mahali mote mpaka mwisho wa ulimwengu huu. Na muujiza huu unakuwa ni muujiza ambao unakuwa uko mbele ya wakati, mbele ya muda, mbele ya zama, mbele ya watu, mbele ya kila mahali. Sasa tumeonyesha ya kwamba ni jinsi gani Qur'ani ilivyoweza kueleza kwa ufasaha katika karne ya 7 juu ya chanzo cha mtu wa kwanza, kwamba yeye aliumbwa kutokana na udongo. Tumeona maelezo, tumeeleza kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tumeona pia katika Qur'ani jinsi Qur'ani ilivyoweza kueleza ya kwamba mwanadamu katika kupatikana kwake ndani ya tumbo la mama yake anapatikana kutokana na kitu gani. Tumekuja kuona ya kwamba Qur'ani imetufahamisha ya kwamba mwanadamu anapatikana kutokana na kitu kinachoitwa nutfa, yai la kike lililokomaa, lililorutubishwa na mbegu za uzazi za mwanamume. Na tumekuja kuona pia ya kwamba Qur'ani imekuja kueleza ya kwamba si maji yote ya uzazi ya mwanamume kuwa ndiyo yanayotumika katika kulirutubisha lile yai la mwanamke, isipokuwa ni sehemu tu ya yale maji ya uzazi ndiyo inayotumika katika kulirutubisha lile yai la kike. Tumeona na tumeona jinsi Professor Kate Moore, huyu ni daktari bingwa kidunia wa embryology and anatomy katika chuo kikuu cha sayansi cha Toronto nchini Canada, alivyoweza kuthibitisha na kueleza kwamba Qur'ani ilisema kweli. Na Qur'ani katika sura ya 32 surati Sajda aya ya 8, Qur'ani ilieleza pia thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, kisha tukakifanya kizazi chake mwanadamu kutokana na mchujo wa maji yaliyokuwa madhalilifu, yaliyokuwa machache kabisa. Katika tafsiri ya Qur'ani ya Al-Muntakhab fi tafsiri al-Qur'an, mashekhe wameeleza ya kwamba neno hili mahine maana yake ni udhaifu, lakini neno hili likitumika kwa mwanadamu linakuwa maana yake ni uchache.
Kwa hiyo hapa inaweza pia ikafasirika kwamba kisha tukakifanya kizazi chake kutokana na mchujo wa maji yaliyokuwa madhalilifu, yaliyokuwa machache kabisa. Na Qur'ani pia kama ilivyouita ule udongo wa sulala kwa jina la sulala, kwamba ni udongo maalum unaopatikana ndani ya udongo, Qur'ani pia hapa maji ya uzazi yameyaita pia kwa jina la sulala. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, ni kuonyesha ya kwamba hapa pia kupitia yale maji ya uzazi ya mwanamume uumbwaji wa udongo unaendelea, kwamba yale maji ya uzazi ya mwanamume pia ni udongo, ni kile chakula anachokula mwanadamu kupitia mimea ya aina mbalimbali. Ndani yake ndio kunapatikana mimea yenye kutupatia protini, mimea yenye kutupatia carbohydrate, mimea yenye kutupatia vitamini za aina mbalimbali, madini ya aina mbalimbali. Inatupatia pia mimea hiyo mingine inatupatia fats, tunapata ndani yake sukari, chumvi. Vitu vyote hivyo vinakwenda kuchakatwa katika mwili wa mwanadamu, inafanyika ile digestive system. Inapokuja inachakatwa, inapatikana haja kubwa na ndogo zinatolewa nje. Kile kilichopatikana pale ndio kinachukuliwa sehemu yake nyingine, ambacho kinakwenda kutengenezwa sasa maji ya uzazi ya mwanamume. Kwa hiyo unakuja kuona ya kwamba maji ya uzazi ya mwanamume pia yanakuwa ni udongo ule, kupitia kile chakula alichokula mwanadamu katika ule mchujo uliokuja kufanyika, ndio zinapatikana protini, zinakwenda kutengenezwa yale maji ya uzazi ya mwanamume. Kwa hiyo pale ni kemia tu, ule uumbwaji wa mwanadamu kutokana na udongo bado unaendelea. Kwa hiyo yale maji yakimwagwa katika fuko la uzazi la mwanamke, katika fallopian tube, pale mwili wa mwanadamu huota, alafu ukaingizwa uhai, ikapulizwa roho, anakuwa ni mwanadamu aliyokuwa kamili. Kwa hiyo pale tulikuja kuona ya kwamba sio maji yote yale ya uzazi ya mwanamume kuwa ndiyo yanayotumika kwa ajili ya kulirutubisha lile yai la kike. Qur'ani pia ilieleza katika sura ya 75 suratul Qiyama, katika aya ya 37 mpaka aya ya 40, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. Sadaqa Allahu al-azim. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, je, hivi sisi hatukumfanya mwanadamu kuwa yeye ni nutfa? Nutfa ni chembe hai moja, ni sel moja, ni mbegu moja ya uzazi, ni yai la kike lililokomaa, lililorutubishwa na mbegu ya uzazi ya mwanamume. Tukalifanya kutokana na manii, maji ya uzazi ya mwanamume. Qur'ani nasema yumna ni maji yaliyokuwa machache, yaliyotonwa, ndiyo ikafanyika hicho kitu hicho ambacho Qur'ani imekitaja kwa jina la nutfa. Kisayansi nutfa, kibiolojia, kidaktari ndio wanaita zygote. Kisha tukamfanya mwanadamu kuwa yeye ni mwanamume au mwanamke. Kutokana na hiyo nutfa tukafanya kuwa ni alaka, pande la damu lenye kuganda, lenye kuning'inia, na tukalifanya hilo kuwa yeye awe ni mwanamume au mwanamke. Alafu Qur'ani inakuja inauliza, kuiuliza akili ya mwanadamu, inaihoji, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye siyo muweza wa kuwayuhisha wafu baada ya kufa kwao wakawafufua? Mwenyezi Mungu aliyeyafanya haya yote, yeye si muweza wa kuyafanya haya? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa
katika kitabu chake kitukufu Al-Qur'anul Karim anaihoji ile akili ya mwanadamu. Kwa hiyo hapa tunakuja kuona ya kwamba sio maji yote ya uzazi ya mwanamume kuwa ndiyo yanayotumika katika kulirutubisha lile yai la kike, ikapatikana kiini cha kwanza, chembe hai moja, sel moja, mbegu moja ya mwanamume, mbegu moja ya mwanamume, kikapatikana kiini cha kwanza cha kupatikana mwanadamu ndani ya tumbo la mama yake, ambacho Qur'ani ndiyo imekitaja kwa jina la nutfa. Kisayansi, kibiolojia, nutfa ndiyo imekuja kuitwa kwamba ni zygote, inakuwa ndiyo first embryology, ndiyo mwanzo wa mwanadamu kupatikana kwake hapa ndani ya tumbo la mama yake. Kwa hiyo Qur'ani ilikuja pia ikatoa maelezo mengine ya kitaalamu, ikaja ikaeleza ya kwamba yale maji ya uzazi ya mwanamume yanakuwa katika mchanganyiko uliokuwa mwingi. Yale maji ya uzazi ya mwanamume yanakuwa katika mchanganyiko uliokuwa mwingi. Qur'ani ikaja ikaeleza katika sura ya 76 surati Dahari aya ya 2, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin, hakika sisi tumemuumba mwanadamu kutokana na nutfa, chembe hai moja, seli moja, mbegu moja ya uzazi iliyorutubishwa na maji ya uzazi ya mwanamume. Hiyo nutfa ni yai la kike lililokomaa, lililokuja kurutubishwa na mbegu ya uzazi ya mwanamume, ndio ikapatikana kiini cha kwanza cha kupatikana mwanadamu ndani ya tumbo la mama yake. Lakini Qur'ani katika aya hii inakuja kutoa maelezo mengine, inasema amshajin, kwamba yale maji ya uzazi ya mwanamume yanapatikana katika wingi. Sasa hapa Qur'ani inakuja kutoa maelezo mengine. Qur'ani haikuishia kueleza tu kwamba mwanadamu katika tumbo la mama yake anapatikana kutokana na kitu kinachoitwa nutfa. Qur'ani pia ikaja ikaeleza ya kwamba ile nutfa jinsi inavyotengenezwa, kwamba sio maji yote ya uzazi ya mwanamume kuwa ndiyo yanayotumika katika kulirutubisha lile yai. Na Qur'ani hapa tena inakuja kueleza ya kwamba yale maji ya uzazi ya mwanamume yanapatikana katika mchanganyiko wa wingi, yanakuwa katika wingi, ndiyo yanakuja sasa, yanachanganywa yale maji, yanachukuliwa, yanapelekwa sasa kwenye korodani, ndiyo inapopatikana ile stimulation katika mwili wa mwanamume, ndiyo yanabeba zile mbegu na kuzisafirisha, kuzipeleka katika fallopian tube, katika nyumba ya kutungia ujauzito. Kwa kiasi hiki alichotukadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muumba wa mbingu na ardhi, tunaishilia hapa. Insha Allahu Ta'ala katika darasa litakalokuja tutaanza kuyaangalia yale maji ya uzazi wa mwanamume yanavyopatikana katika wingi, alafu yakaenda kulirutubisha lile yai la kike. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha إلا الله. الله أكبر.